Mambo vipi mtu wangu, ni time ya kupeana zile update za kimichezo. Kama huja subscribe utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana mtu wangu. Gusa tu neno subscribe, taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga zitakuwa wewe utakuwa wa kwanza kuzipata. Gusa tu neno subscribe alafu kama mkao wa kula. Sisi kila taarifa ya usajili ambayo tutadondosha humu ndani itakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yaani notification. Hivyo gusa tu neno subscribe alafu kama mkao wa kula. Sisi kwa sasa tunadili na taarifa za usajili tu kuelekea dirisha kubwa la usajili, kwa sababu tayari ligi imeshamalizika. Hivyo masuala yanayofuata kwa sasa ni masuala ya usajili, na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Baadhi ya taarifa kwa wale ambao wamesha subscribe channel hii wameweza kupata taarifa za usajili. Wachezaji kadhaa watajiunga na klabu ya Simba, wachezaji wapya, na pia Simba itaacha wachezaji wengine. Hivyo miongoni mwa taarifa ambazo hupaswi kuzikosa mtu wangu. Na kwa upande wa Yanga pia watasajili wachezaji na kuacha wachezaji. Taarifa hizo pia hupaswi kuzikosa. Hivyo gusa tu neno subscribe alafu kama mkao wa kula. Taarifa zote za usajili wa Simba na Yanga hapa ndipo mahala pake. Leo nimekuletea taarifa hii hapa ya kuhusu fullback ya kushoto Kadim Dia, ambaye anakipiga pale kunako klabu ya Al Hilal Omdurman pale nchini Sudani. Huyu Kadim Dia ni raia wa Mauritania, na taarifa zinasema kwamba amegoma kuongeza mkataba ndani ya klabu hiyo ya Al Hilal Omdurman. Hivyo yupo tayari kuondoka, na Simba tayari wamesha fanya mazungumzo naye kwa ajili ya kumsaini kuelekea dirisha kubwa la usajili, ili kuja kuchukua nafasi ya Valentini Noma ambaye Simba wanakwenda kuachana naye katika dirisha hili kubwa la usajili. Hivyo ujio wa Kadim Dia ataungana na Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior katika eneo hiyo la fullback ya kushoto kutoka kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yako hii ya habari za michezo na burudani, kwamba hupaswi kukaa mbali na chaneli hii. Gusa tu neno subscribe alafu kama mkao wa kula. Taarifa zote kama nilivyokuambia, usajili wa Simba, usajili wa Yanga utaupata hapa, na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Leo tulikuwa na taarifa hii hapa. Huu ni muendelezo tu wa taarifa hii ya Kadim Dia. Tayari hapo awali nishaiweka humu katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kwa wale ambao wamesha subscribe channel hii waliweza kuipata, na kwa taarifa hii waliweza kuipata. Ambao hawaja subscribe umepitwa na taarifa hii. Hivyo gusa tu neno subscribe. Taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga utakuwa wa kwanza kuzipata katika simu yako ya mkononi. Hivyo Kadim Dia ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari wameshaanza safari kuja kuitumikia klabu ya Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili, ambapo Simba wanamhitaji Kadim Dia ili kuweza kuongeza nguvu katika eneo la fullback ya kushoto, ambapo yupo Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Valentini Noma. Hivyo kocha Fadlu Davis anahitaji fullback mwingine wa kushoto mwenye uwezo mkubwa zaidi ya Valentini Noma. Hivyo Simba wataachana na Noma katika dirisha kubwa la usajili pindi itakapofunguliwa kuanzia muda huu na kuendelea, na Kadim Dia ndiye atakuja kuchukua nafasi ya Valentini Noma, raia wa Mauritania. Huyu Kadim Dia ambaye atakuja kupambana ama kupambania namba na Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wameanza usajili mapema kuelekea msimu mpya wa 25 na 26. Wanataka wafanye vizuri, kwa sababu ukiangalia msimu huu hawajaondoka na chochote kile katika ligi ya ndani, yani FA ngao ya jamii, ligi pia wamekosa vikombe vyote vya ndani, ila mafanikio yao makubwa ni kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Hivyo ni miongoni mwa mipango ya Simba kuhakikisha kwamba msimu ujao angalau wanapata chochote kitu katika ligi ya ndani. Ndio taarifa ambazo zinaendelea kuchukua nafasi
katika masuala ya usajili kwa sasa. Simba wako busy sana sasa kwa usajili kwa sababu wameshindwa kufanya vizuri kunako ligi ya ndani, na ndio maana umeona taarifa nyingi zinahusishwa na klabu ya Simba. Ili usipite na taarifa zetu nyingi, gusa tu neno subscribe alafu kamkao wa kula. Taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga utazipata hapa. Simba watakwenda kupiga panga takriban wachezaji 10, wakiwepo wa kigeni na wakiwepo wazawa tena. Unajua ni wachezaji gani hao? Baki na sisi kwa kugusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula. Kwa upande wa Yanga pia nao pia hivyo wataacha baadhi ya wachezaji na watakwenda kusajili wachezaji wapya. Je, ni majina gani hao ya wachezaji wapya na wanakwenda kuachwa? Baki na sisi, gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula. Taarifa zote za usajili utakuwa wa kwanza kuzipata katika simu yako ya mkononi kama tu utakuwa umegusa neno subscribe. Hivyo subscribe kwa sasa ili uwe mwanafamilia na mwanachama wa channel hii. Kila taarifa ambayo tadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo katika simu yako ya mkononi, yani notification. Na tayari baadhi ya taarifa tumeanza kuzishusha humu ndani, usajili wa Simba, usajili wa Yanga, kwa sababu ndizo taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa ama zenye upinzani mkubwa. Yani usajili wa Simba, usajili wa Yanga ndizo taarifa ambazo zenye upinzani mkubwa katika masuala ya usajili. Hivyo gusa tu neno subscribe mtu wangu, alafu mkao wa kula. Kila taarifa ya usajili ambayo tadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hiyo. Leo tulikuletea taarifa hii hapa ya Kadim Dia kuanza safari kuja kwa klabu ya Simba kuungana na wachezaji wengine kuelekea msimu wa 25 na 26. Hivyo tu mtu wangu, usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa zetu zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga. Kama nilivyokuambia, sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu kwa sasa.